Asante kwa ajili ya siku ya tatu ya semina yetu katika usharika huu, lakini katika eneo hili la Bwana, na kuinua na kutukuza na kubariki Mungu ambaye hujawahi badilika. Sifa yako ni kusikiliza watoto wako kila wakati. Tunakutukuza kwa kuwa wewe ni Mungu unaishi kwa wajane, unaishi kwa yatima, unaishi kwa watu ambao wamekataliwa, unaishi kwa watu wanaoteseka, unaishi Bwana, na neno lako li hai, na ndio maana unatafuta tuwe hai tena kwa ajili ya neema yako ya mafundisho uliyoyaachilia juu yetu. Roho Mtakatifu, karibu, mimina vipawa vya mbinguni kwa ajili ya watoto wako, ukakamate miungu na falme zote za giza na aina yote ya makubaliano ambayo adui amekubaliana juu ya maisha ya watu, kuwatesa, kuwafunga, kuwakamata, ili wewe Yesu kasimame na agano lako na uwezo wako, ili kila kilichokamata mtu ndani ya nafsi yake kikamwachilia, na Kristo kapate kuinuliwa wewe na kukutukuzwa. Katika jina la Yesu Kristo, ninaenda kinyume na nguvu zote za giza, mamlaka za shetani na utendaji wake, roho za usumbufu wa kila aina, mateso na kila aina yote ya madhabahu ambazo zimefunga nafsi za watu. Bwana, achilia moto wako juu ya watoto wako, na kila aliyezuiwa na kila aliyeshikiliwa ili asisikie, ukakamate hiyo madhabahu na kumng'oa na kuachilia pando la mbinguni katikati yetu. Katika jina la Yesu Kristo, tuanze nawe na kumaliza pamoja nawe. Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, sikia kuomba kwetu, na wote tuseme amen, na wote tuseme amina. Ninaomba tukae. Kichwa kinachosema nguvu ya toba katika maisha na katika eneo, na neno linalotuongoza ni ile la Matendo ya Mitume 3:19 linalosema, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Siku ya kwanza nimezungumza nini maana ya toba, na toba ni mlango wa Mungu wa kuhusika, na siku ibada na jioni yake nikazungumza toba ni kiini cha Injili. Lakini siku ya jana nilizungumza toba inabadili maisha, inakubadilisha maisha kutoka maisha haya kuishi maisha mengine. Na tuliangalia habari ya Petro, tukaangalia habari ya Petro anaitwa, tukaangalia Paulo, tukaangalia Zakayo mtonza ushuru. Na leo ni siku ya tatu. Kesho tutakuwa ni siku ya maombi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kesho itakuwa ni siku ya maombi baada ya kufundisha hivi tunavyofundisha, ili tuendelee na agenda ya toba, kwa maana ya maeneo mbalimbali ambayo tunahitaji toba. Kwa hiyo kuanzia kesho tutaanza kuomba, lakini pia tutaanza kuingia kwenye toba kipengele baada ya kipengele. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Leo siku ya tatu ninazungumza hatua 5 za toba. Hebu sema hatua 5 za toba. Hebu sema tena hatua 5 za toba. Kila maisha na kila mtu na kila kitu unachofanya kina hatua, na usipopitia kwenye zile hatua zinazotakiwa kufikia unachotakiwa kukifikia, huwa mara nyingi unaishi maisha yenye kiraka, kwa sababu hujikufika kwenye zile hatua zinazotakiwa, au kupitia kwenye zile hatua zinazotakiwa kupitia kukamilisha unachotakiwa kukamilisha. Na toba nilisema ni kugeuka kutoka uharibifu kuelekea kwenye uzima. Na hatua 5 za toba, hatua ya kwanza ni kujitambua. Hebu sema kujitambua. Hebu sema kujitambua. Unajua hakuna kitu kigumu kama kumfanyia mtu asiyejitambua, au kafanya kitu mtu asijitambue. Hatua ya kwanza ni kujitambua. Kujitambua maana yake ni kuona ulikokaa hapafai na unapaswa kuondoka ulikokaa. Maana yake ni lazima uone kwanza kinyaa cha dhambi. Kama ukienda kwenye toba hujaona kinyaa cha dhambi, bado utarudi kwenye dhambi, kwa sababu ulienda kwenye kutubu kabla hujaona uharibifu
ulionao kwenye eneo ulilokaa. Jamani, haleluya! Kwa ni lazima kwanza, kitu cha kwanza ujitambue. Yaani kama mimi ninatamani kwenda kutubu na nimekaa hapa, lazima nione kinyaa cha mahali nilikokaa, nione kuna sababu ya kuondoka hapa. Lakini ukaenda au mtu akaja akakuongoza sala ya toba kabla hujaona hali mbaya ulionayo ya mahali ulikokaa, hautatoka. Na ndio maana ninasema kuna watu wameongozwa sala ya toba bila kutubu. Wameongozwa tu kwa sababu ni mfumo. Na ndio maana unakuta makanisa mengi yana mfumo wa kuongoza watu. Kila siku nasikia tunaungama dhambi, lakini wangapi wanaacha dhambi? Kwa sababu ni mfumo tu uliotengenezwa wa watu kuungama, lakini wanabadilika kiwango gani? Lazima unapotubu kwanza, kitu cha kwanza ndani yako kuwe na roho ya kujitambua. Hebu sema kujitambua. Ninaweza nikakuuliza wewe ni wa aina gani, ukaanza kubabaika. Kwa nini hujitambui? Kati ya vitu ambavyo vinaharibu watu wengi ni watu kuto kujitambua. Kwenye familia, kwa mfano, mtu anaoa hajui kwamba yeye ni baba, anafikiri ni kijana. Mama ameolewa hajui yeye ni mama, anafikiri ni msichana. Una mama ambaye hajitambui, unakuta anakaa na watu ambao sio wa namna yake. Baba ambaye hajitambui pia unakuta anakaa na watu ambao sio wa aina yake. Kwa nini anakaa nao? Hajitambui. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Lakini mama anayejitambua pia anakaa kwenye saizi ya kina mama, na baba anayejitambua anakaa kwenye eneo la kina baba. Ukiona mama ambaye anafanya vitu vya msichana wakati ni mama, naye unaona tena tayari hajitambui, kwa sababu nafasi ndiyo inayokutambulisha wewe ni nani kwenye eneo lolote. Jamani, haleluya! Kwa hatua ya kwanza ya toba ni kujitambua. Twende kwenye kitabu cha Luka mlango ule wa 15. Luka mlango wa 15. Luka mlango wa 15 mstari wa 17. Luka mlango wa 15 mstari wa 17 mpaka ule wa 19. Inasoma kwa haraka. Anasema maneno haya: alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Alafu anasema akaondoka akaenda kwa babaye. Sema akaondoka akaenda kwa babaye. Angalia mstari wa 17. Wa 17 anasema alipozingatia moyoni mwake alisema. Ukiangalia mstari wa 16, huyu ni mtoto aliyekuwa anakula vizuri na alikuwa anaishi maisha mazuri, akakataa nyumbani kwa baba yake, akasema hivi, nipe mali yangu inayoniangukia. Alipopewa mali akaenda akatapanya na makahaba na nini, vitu vikaisha. Vilipoisha akaona sasa hana namna, akatafuta kazi aliyopata, akapewa kazi ya kulisha nguruwe. Akakutana na mtu akamwambia, nina kazi gani? Ya kulisha nguruwe. Akampeleka shambani kwake kwenda kutunza nguruwe. Na Biblia haituambii kama huyu aliyempa kazi, nafikiri walipatana mshahara na bila chakula. Akampeleka shambani, kamwambia nenda katunze nguruwe.
Sasa huyu kwenye mstari wa 16 anasema akatamani kujishibisha, akatamani kula chakula cha nguruwe. Yamesema chakula cha nguruwe. Jamani, mstari wa 16 pale anasema hivi, akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alishapokea vya kwake. Kwa hiyo sasa anapambana na nguruwe. Nguruwe akiletewa maganda achukue sehemu. Mwangalie mwenzako, mwambie wewe unakula sehemu ya nani? Ukishaondoka nyumbani kwa baba, vitu vyote unavyokula havifanani na wewe. Amen. Haleluya. Haleluya. Jamani, haleluya tena. Wako watu wanakula vitu vya kuwaharibu. Kuna watu wanakula vitu vya unajisi. Na huku ni watu ambao walishatambuliwa kwamba walishasema na mkataa shetani. Sikiliza. Huyu mtoto alikuwa na kila kitu, akasema nipe mali, akaondoka. Lakini kilichomsaidia wakati yuko anapambana na kugawana maganda na nguruwe, Biblia inasema akazingatia moyoni. Amesema akazingatia moyoni. Hicho kitu kiliingia moyoni mwake. Akasema ni watumishi wangapi wanakula na kusaza, mimi hapa ninakufa na njaa na kugawana na nguruwe vyakula, nitaondoka. Hakuondoka mpaka alipoona hatari ya mahali alipo. Ngoja nikwambie, usipoona kinyaa cha pombe, usipoona kinyaa cha uzinzi, usipoona kinyaa cha umbea, usipoona kinyaa cha dhambi, huwezi kuondoka. Lazima uone mahali ulipo kwamba hapafai kukaa, ndipo uchukue hatua ya kusema jamani, kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna nafasi nyingine, kwa Yesu kuna namna ambayo maisha sio haya maisha nayoishi sio niliyotakiwa kuishi, sio maisha ya kugawana na nguruwe, ni maisha ya kuishi vyakula watu wanavyokula. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Unakunywaje pombe unalala kwenye mtaro? Hivi wewe ni mtu wa kula vyakula vya kulaza kwenye mitaro? Kwa nini unalala kwenye mtaro? Kuna maisha tayari shetani ameshakubadilishia. Hayo sio maisha yako. Sio maisha yako sio ya kuchanjwa chale kama siafu kwenye mwili. Mwangalie mwenzako usoni. Mwambie hivi, uko kama ulivyozaliwa au umeshawekwa ngeu? Hawezi kukuambia. Wazo ni siri yake. Wako watu wenye ngeu nyingi. Sio ngeu za ajali, ni ngeu za huko alikokwenda akashikamana na huyo mtu, na huyo hana huruma na wewe. Ukishikamana na adui, yeye atakupeleka kwenye shamba lake. Anasema kwenye shamba lake. Sasa shamba lake hatujui ni shamba la nguruwe, wengine wanapelekwa shamba la kukatokatwa manyembe, wengine wanapelekwa shamba kwa sababu hujitambui. Kwa hiyo kitu cha kwanza, Mungu na akusaidie kuona uzinzi ni mbaya, uchawi na ushirikina ni mbaya, kwenda kwa waganga ni kubaya. Useme ninarudi kwa Baba. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia nilisoma jana pale kwenye Wafilipi. Nilisema jana pale kwenye Wafilipi, unapojitambua lazima uone kinyaa. Hebu sema uone kinyaa. Mtume Paulo alisema yale yaliyokuwa faida kwangu na alihesabu kuwa ni hasara. Lazima uone kinyaa. Pale kwenye Wafilipi 3 mstari ule wa 7 mpaka wa 8 aliyaona ni kinyaa, akasema nafuu nipata hasara, lakini niwe na Yesu aliye hai. Jamani, haleluya. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Ni watu waliojitambua, huwa hawakai mahali ambapo hapafai. Anasema nitaondoka. Hatua ya pili ni kutubu. Hebu sema ni kutubu. Hebu sema kutubu. Hebu sema kutubu tena. Nilikuambia kutubu ni kugeuka.
sio kuongoza sala ya toba. Kuongoza sala ya toba ni kitendo cha mdomoni, lakini lazima kuwe kimeanza wapi? Kwenye nia. Maamuzi yameamua kwamba sitavuta bangi tena. Maamuzi yameamua ya kwamba hichi kitu ninachofanya hakifai tena. Lazima ufanye maamuzi ndani, hata kama shetani anakuhubiriaje. Maamuzi yawe yamefanyika kutoka wapi? Kutoka ndani. Mwambie mwenzako afanya maamuzi kutoka ndani. Kwa hiyo lazima unatubu, unageuka. Nilisoma mistari mingi, lakini kuna mstari ambao nilikuwa sijasoma, ule wa Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari ule wa 37. Mstari ule wa 37 na mpaka ule wa 39. Nafikiri nisome pale. Matendo ya Mitume mlango ule wa 2 mstari ule wa 37 na mpaka wa 39. Biblia ya kwangu na ya kwako inasema hivi. Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari ule wa 37 na 39, akasema walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema watubu. Hebu sema kutubu. Kutubu ndio nilisema kwamba unaondolewa dhambi, lakini unafungulia mlango wa vipawa vya Roho Mtakatifu na Mungu kushuka kukusaidia na kukutengeneza. Na nilikuambia Kristo akiwa ndani, mwili umefanyaje? Umekufa kwa habari ya dhambi. Roho Mtakatifu anakuisha tena kuwa mtu mpya na kuwa na maisha mapya. Nikuombe hivi uelewe, ubatizo ni mlango wa kuingia mbinguni. Unaweza usiingie, na kama ni mlango unaweza ukabatizwa ukabaki mlangoni, lakini kuna watu wamekwisha ingia ndani na wanahitaji kumwona Mungu na utendaji wake. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana kuna watu walibatizwa lakini hawakupokea Roho Mtakatifu, wakabatizwa tena. Lakini unapotubu, maana yake ni mlango wa Mungu kushughulikia na kusikia kila ambacho, maana anasema cha kwanza, tubuni mkabatizwe. Hebu sema tubuni mkabatizwe. Hebu sema tubuni mkabatizwe. Unajua huwezi kubatizwa kabla hujafanyaje? Jamani, haleluya. Huwezi kubatizwa kama hujatubu. Kitu cha kwanza kinachoanza ni kutubu. Na ndio maana madhehebu mengi kabla hajabatiza yana liturujia. Inasema namkataa. Mbona sisikii? Namkataa. Hivi anasemaga hapa au anasemaga huku? Tuseme wote, mnasemaga humu ndani au unasema hapa? Hivi mtu anaposema ninamkataa shetani na kazi zake zote, najitoa, kule nyumbani ameweka sherehe ya namna gani? Mwangalie mwenzako sorry. Mwombe sherehe ya ubatizo wako ilikuwaje? Ya kipaimara ilikuwaje? Ulimkataa shetani au ndio ulimpokea shetani? Kama umebatizwa au umebarikiwa,
alafu kule nyumbani kuna pombe, umemkataa shetani au umeteremshwa kwa shetani? Utajibu wewe. Sasa anasema hivi, tubuni mkabatizwe. Maana yake lazima ufanye kitendo cha toba, ili, na anachozungumza ubatizo hapa ni ubatizo wa Roho Mtakatifu, sio ubatizo wa dhehebu. Unaweza ukabatizwa na dhehebu ukawa wa dhehebu usio wa Mungu. Kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 10, ili ni kuonyesha kitu fulani pale, maana kuna watu wengine wanafikiri kila ubatizo unakuwa wa Yesu. Anasema hivi, mstari wa kwanza, unajua mstari wa kwanza na wa pili, anasema hivi, kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari. Naendelea kwenye maisha yako jamani, haleluya. Ndio maana anasema tubuni mkabatizwe, mpokee kipawa cha Roho Mtakatifu. Kati ya vitu ambavyo tunakosea ni kitu tunachokipokea tusichojua thamani yake. Wako watu wengi sana wana majina ya Kikristo, lakini ni wapagani wa Kristo. Ukikuta kwenye rushwa ni wao, ukikuta kwenye wachawi wanatajwa majina, ukikuta kwenye hiki wana majina. Wamebatizwa. Wamebatizwaje wakawa hivyo vituko? Kwa sababu hawana ubatizo wa Roho Mtakatifu, wana ubatizo wa dhehebu. Wamekuwa wa dhehebu, hawajawa wa Yesu. Mwangalie mwenzako usoni, mwambie wewe ni wa Kristo au wewe ni wa Anasemaje? Anasemaje? Muulize, wewe ni wa Kristo au ni wa ili usimuumize. Mwache hapo hapo, na Mungu akusaidie sana, kwa sababu toba inafungua mlango. Toba, Mungu anahusika na maisha. Kwa hiyo Mungu anataka kuhusika na maisha ya kila mtu ambaye anatubu. Kwa hiyo hatua ya pili ni kutubu. Hatua ya tatu kwenye toba ni kutengeneza ulioharibu kabla ya kutubu. Hebu sema kutengeneza. Hebu sema kutengeneza. Hebu sema kutengeneza tena. Hebu sema kutengeneza. Kuna watu kabla ya hawajatubu walikuwa wameharibu mahusiano na watu, walikuwa wameharibu familia nyingine, walikuwa wameiba, wengine wamefanya vitu vya hatari. Kuna wamama wengine walikuwa wasalimiani na mwali zao na mama mko wake, alikuwa ameleta vitu vingi kwenye mtaa. Kitu cha kukusaidia sana unapotubu, cha tatu ni kutengeneza ulioharibu kabla ya kutubu. Muulize mwenzako, ulitengeneza? Muulize mwenzako, ulitengeneza? Kuna watu hawasemi na wenzao kabisa. Muulize, ulitengeneza? Haya, muulize, uliwaaga wale ambao ulikuwa unafanya vitu nao? Uliwaaga? Kwa sababu watu hawatengenezi. Zamani watu wakiokoka walikuwa wanaleta uchawi. Unaona uchawi unakuja, huo ni mtu ameleta, kwa sababu ameokoka, anatengeneza na watu kwamba yule fulani ameleta uchawi leo. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Jana nilisoma habari ya mtu mmoja anaitwa Zakayo pale kwenye Luka 19. Si unajua Yesu alipoingia nyumbani kwake, alipokwenda nyumbani kwake pale kwenye Luka 19 mstari ule wa 6. Nafikiri turudi tena pale, kuna kitu fulani ambacho ni muhimu sana. Luka 19, Luka 19 mstari ule wa 6. Mstari ule wa 6 mpaka ule wa mstari ule wa 6 mpaka wa 9, anasema akafanya haraka akashuka akamkaribisha kwa furaha, hata watu walipoona walinung'unika wote wakiisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia, Bwana,
tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, hebu sema Yesu akamwambia. Sema kwa sauti kubwa, Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Sikiliza, hebu sema leo wokovu umefika. Nini kilifikisha wokovu nyumbani kwa Zakayo? Bwana Yesu asifiwe. Jamani, wangapi tuko hapa? Wangapi tuko hapa tena? Nipungie mkono kama uko hapa. Natamani kuona watu wametulia. Sioni kama hapa kuna roho za ajabu sana zinazofanya watu wasiwe na utulivu, na haswa watoto. Nilisema tangu jana, kama mtoto anakuja hapa kwa ajili ya kusumbua, kaa nyumbani. Kuanzia kesho tunaanza fimbo. Nini kilimfanya Yesu atangaze leo wokovu umefika nyumbani? Jamani, nini kilimfanya Yesu atangaze? Sio toba, kutengeneza. Angalia, huyu jamaa kabla ya kutubu alinyang'anya, na baada ya kutubu anarudisha aliyowanyang'anya. Anasema nusu ya mali yangu ninawapa maskini, na kama nimemnyang'anya mtu ninamrudishia. Hivi nikuulize, yule Zakayo alikuwa ni mtu wa TRA, anarudisha vitu. Naona anakuja amebeba vitu, anarudisha. Maana yake nini? Wakati alipokuwa amesema Yesu ninarudisha, ukiangalia ile picha ya Zakayo alikuwa anachukua vitu anapeleka. Sikiliza, Yesu anasema leo wokovu umeingia nyumbani kwa sababu amerudisha. Na watu wakaona kwamba anatengeneza. Maana yake, kwa nini kutengeneza? Kutengeneza ni mlango wa kuwafikia uliokosana nao. Jamani, haleluya. Kama wewe ulikuwa umetokanana na mama mkwe, unapotubu lazima uende utengeneze, ili ajue kuna kitu kimebadilisha kile kitu. Na ule ukuta uliokuwa umekaa katikati, ulikuwa na kimada unakaa naye, ulikuwa na picha za wanawake za wanaume, unawaambia mimi kwa heri, nimeokoka, nimekutana na Yesu, na tulifanya kwenye giza, sasa niko nuruni. Leo hakuna watu wanaotengeneza. Nenda angalia mama mkwe aliyeokoka na mwali wake kama wanasalimiana. Nini tatizo? Usipotengeneza, Yesu haweki tangazo kwenye maisha yako. Yesu alipotangaza tu ninarudisha, alipoanza kurudisha, Yesu akasema leo wokovu umefika nyumbani. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Kule kwako wewe uliokoka, Yesu alishatangaza wokovu umefika nyumbani kwako. Kama mambo ni yale yale, hakuna matengenezo. Ulikuwa vile kule bado unaendelea ulikuwa vile kule bado una kiburi kile kile. Hujaenda ukasema nisamee, hujaenda ukasema ninatengeneza na wewe ndugu, niliharibu, nilikufanyia hivi, sasa Bwana Mungu atusamee kwa sababu Yesu amenikamata, nimebadilika kutoka kule kuja huku, sio yule wa jana, mimi ni wa leo. Nilikuwa mtoza ushuru jana, leo ni wa Yesu. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Mwangalie mwenzako, mwambie ulishatengeneza. Alafu wewe unasemaje? Kwani mbanje jitekosari? Amekuja akaniomba msamaha nikakataa kupokea. Sikiliza, una shida wewe. Una shida. Maana yake wewe unaishi kule kwa jana. Ili uje nikuulize, kati ya Yesu na wewe, nani alimuomba mwenzake msamaha? Yesu alisemaje?
uwasamehe, kwa kuwa hawajui. Sisi ndio tumefanya dhambi, sisi ndio tumemgongea msalabani. Aliyetangaza msamaha ni aliyetendewa, sio aliyetenda. Aliyetenda hana habari, lakini aliyetendewa ndiye anayetangaza samaha. Sikiliza, faida ya kusamehe sio ya aliyetenda, ni aliyetendewa. Tengeneza. Umejiwekea fence, kwa sababu kila ukifanya, unajua Biblia inasema kitu cha ajabu sana, achilieni nanyi mtaachiliwa. Maana yake kitu alichokuwa anasema achilia, maana yake tengeneza. Kuna watu wameshikilia vitu vya watu alivyotendewa. Anasema nakwambia, paka aje hapa, paka alete sukari hapa, paka afanye kitu fulani, sifanyi chochote. Nisikilize, unajifungia milango, unajifungia Mungu kufanya. Lakini sikia, Zakayo anaposema nitarudisha, Yesu akasema wokovu umeingia nyumbani humu. Kuna matangazo ya kufunguliwa yamekufungia kwa sababu hutengenezi. Heti ni siri yako. Ndio maana Biblia inasema ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana mashauri yao na matendo yao yamo gizani. Mwambie mwenzako tengeneza. Na ndio maana kwa nini watu hawatengenezi? Na hata ushuhuda haupo tena. Kwa nini? Hakuna anayetaka kutengeneza. Kuona mimi nilikuwa nimekosana na fulani, Mungu amenisaidia nimeenda kumomba msamaha, Mungu amenisaidia nimeweza kufanya hiki, Mungu amenisaidia niweza kufanya hiki, nilikuwa nimeweka beria. Unakuta mwanakwaya na mwanakwaya hawasalimiani, wanaimba kwaya hii, yaani hawasalimiani, ila wanaimba kwaya, ila wanasemaje? Sisi tunamtumikia Mungu. Kila mtu anaimba cha kwake, namtumikia Mungu bila matengenezo. Mwangalie mwenzako usoni, mwambie bila matengenezo. Mbona mwangalie nyuma, mnaangalia mbele tu? Jamani, haleluya. Kwa hiyo ni muhimu kutengeneza, kwa sababu matengenezo yanafungua tangazo la Yesu, kuruhusu wokovu kuingia kwenye familia, kuruhusu Yesu wokovu kuingia kwenye ukoo, kuruhusu wokovu kuingia kwenye maisha yako, kuruhusu wokovu kae kwenye familia. Na vile vifungo, maana yake Mungu hataki ufanane na baba yako, hataki ufanane na wale, unatakiwa ufanane na Yesu. Jamani, haleluya. Wale wa zamani wanataka mafaini na majamvi, sio kwako. Yesu anataka ufanane na yeye. Haleluya. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Fungua Zaburi ya 78 mstari wa 8. Zaburi ya 78 mstari wa 8. Zaburi ya 78 mstari wa 8 anasemaje? Naam, wasiwe kama baba zao. Hebu sema naam, wasiwe kama baba zao. Aha. Au sema naam, wasiwe kama mama zao. Mbona msemi? Hebu sema naam, wasiwe kama mama zao. Ni kwa nini wasiwe kama wao? Kizazi cha ukaidi na uasi. Hebu sema kizazi cha ukaidi na uasi. Mkaidi ni mtu wa aina gani? Ni mtu ambaye haambiliki, na akiambiwa yani utasema mpaka uchoke. Ndio maana anasema wasiwe kama baba zao au wasiwe kama mama zao, kizazi cha ukaidi na uasi. Sikiliza mstari ule wa huo anasema kizazi kisichojitengeneza moyo. Yaani unaona watu wanacheka na wewe, lakini huku moyoni hawana matengenezo hata. Yaani hawataki kutengeneza. Unakuta mume na mke, yaani nakwambia wako wanabifu ya miaka, hawatengenezi mambo. Jamani, haleluya. Mwangalie mwenzako, mwambie ukamwombe mwenzako msamaha, mwambie tengeneza moyo wako. Kizazi kisichojitengeneza moyo, anasema hawana mali ya kutengeneza. Alafu anasema wala roho yake haikuwa amini kwa Mungu. Maana yake ni watu ambao hawana matengenezo. Na kwa ajili hii, kila Mungu anapotaka kuleta tangazo la wokovu kwenye familia, amezuiwa na matengenezo ambayo hayaonekani.
Ezekia aliambiwa nini wakati alipelekwa ujumbe wa kufa? Anaambiwa tengeneza mambo ya nani? Tengeneza mambo ya nini? Ya nyumba yako. Matengenezo yanaweza yakakufanya ukafa. Mungu anamwambia utakufa, hautapona. Kama tengeneza mambo ya nyumba yako. Wako watu ambao hawatengenezi maisha, hawatengenezi mambo yao, na kwa sababu hii mauti inawanyemelea kwa sababu hawana tabia ya kutengeneza. Na watu wengi wana magonjwa ya pressure. Unafikiri pressure ni nini? Ni msukumo ambao unazuiwa. Sasa sikiliza, kuna watu wana mambo rohoni kiasi kwamba hayana mahali pa kupumulia, yanazunguka huko ndani, yanamtesa. Kwa nini? Hanaga tabia ya kutengeneza. Watu ambao wana tabia ya kutengeneza hawawekagi kitu moyoni, wanamaliza saa hiyo hiyo na wameacha hapo hapo, wanaendelea mbele. Wewe unaweka mambo rohoni, unaweka ya watoto, unaweka ya wajukuu, unaweka ya majirani, unaweka ya watu wa kule porini Kimashuku, unaweka ya kule sijui kule Ngosero. Una mambo mengi kila saa. Likiisha hili linakuja la Ngosero, likiisha hivi linakuja kwa Sadala, ulikwenda kupeleka nani, likija hivi. Yani kuna vitu vimekushikilia kiasi kwamba hata kupumua huwezi kupumua. Tengeneza, mwambie mwenzako tengeneza mambo. Mwambie tengeneza mambo. Utakufa na alafu na mambo hujatengeneza. Wako watu wamekufa kwa sababu ya kubeba mizigo, lakini wale wanaotengeneza wanaondoka, wanaachana navyo na wanakuwa huru katika Kristo Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Zakayo alisema, mimi Yesu umeingia huku, siwezi kuendelea kuwa na vitu nilivyonyang'anya watu, siwezi kuendelea kuwa na vitu ambavyo havina maana kwangu, ninarudisha ili niweze kuwa huru kwenye madhabahu ya Yesu. Ulirudisha wewe? Umerudisha ule uchawi uliokuwa unatumika nao? Au umekuja kwa watu unasema kwamba wameokoka lakini uchawi bado unao? Kuna watu wanafanya vitu vya ajabu. Na maugoro yale ulikuwa unakula ulirudisha? Bangi ulizokuwa unavuta umezileta ukasema jamani nimeachana na bangi hii hapa, nilikuwa ninavuta mimi, nimeachana nayo, jamani niombeeni, chomeni hii kitu. Lakini sasa unasema hivyo lakini hakuna chochote, wala ushuhuda huna, wala nini huna. Tengeneza. Mwambie tengeneza mambo yako. Jamani mwambie tengeneza mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa ajili hii, hatua hizi ni muhimu sana kwa wale ambao wanataka kuishi maisha ya toba. Kama wanataka kuishi maisha ya toba, lakini kama wanataka kumuona Mungu na Mungu akijidhihirisha katika maisha yao. Hatua ya 4 ni kuacha mwenendo wa kale. Hebu sema kuacha mwenendo wa kale. Hebu sema kuacha mwenendo wa kale. Mwambie mwenzako ulishaacha ule mwenendo wa kale au bado unatembea nao mpaka leo? Katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili, mstari tunaofahamu sana kwa wale ambao wanatembea na Bwana. Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari ule wa 17 anasema hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, naomba tuseme kwa sauti kubwa, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Yani hakuna, ni lazima kwa mtu aliyetubu kuacha mwenendo ule wa kale. Ukisha kuwa ndani ya Kristo, ya kale ni bye bye. Yamesema ya kale ni bye bye. Hayawezi kwenda na wewe tena, maana hauwezi kwenda na mambo mangapi? Lazima uende na njia moja ya Yesu Kristo. Ya kale yanaachwa. Huwezi kuendelea na mambo ya kale na huku kwa Kristo. Lazima uache mambo ya kale. Isaya 43 mstari wa 18. Isaya 43 mstari ule wa 18. Isaya 43 mstari wa 18 anasema, Isaya 43 mstari wa 18 anasema, msiyakumbuke mambo ya kwanza,
wala msiyatafakari mambo ya zamani. Imesema msiyakumbuke mambo ya kwanza. Naomba kusikia sauti, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Ndio maana anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe, ya kale yamepita, tazama yamekuwa nini? Mapya. Lazima mambo ya kale yaachwe. Huwezi kutembea na mambo mawili. Ni shida kubwa kutembea na vitu vya kale wakati umekuwa ndani ya Kristo. Kwa hiyo kama umetubu, lazima ukae ndani ya Kristo ukiwa mpya na kutembea katika maisha mapya. Lakini pia unapokuwa kiumbe kipya unapokea ufahamu mpya. Sema ufahamu. Sema ufahamu. Tena ufahamu unaofanana na wa Mungu. Kwenye kitabu cha Wakolosai mlango wa 2 mstari wa 10. Wakolosai mlango wa 2 na mstari wa 10. Wakolosai mlango wa 2 na mstari wa 10 anasema maneno haya. Mstari wa 10. Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 10 anasema hivi: mkivaa utu mpya unaofanywa upya ili upate ufahamu sawa sawa na yeye na mfano wake yeye aliyeuumba. Sema aliyeuumba. Alafu anasema msiambiane uongo, kwa kuwa mmemvua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake mkivaa. Mstari wa 9 anasema msiambiane uongo, maana mmevua. Sema tumevua. Mwangalie mwenzako, mwambie huwezi kuvaa mavazi mawili, la kale na la sasa. Vua saa hii, maana Bwana anataka utembee katika mwenendo mpya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Uondoke kwenye mambo ya kale, uvae utu upya aliyekuumba. Mstari wa Kolosai ulikuwa wa Efeso 2:10. Weka pale kwenye Efeso 2. Efeso 2:10. Efeso 2:10. Efeso 2:10 ndio ulikuwa nataka nisome pale. Efeso 2:10. Efeso 2:10 anasema, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Sema Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kuna matendo Mungu alishayatengeneza kwa watu wote watakaompa Yesu maisha, ili wasiende na mambo ya zamani, waende na mambo mapya Yesu aliyeshatengeneza. Huo mstari wa Wakolosai 3:10 uko kwenye kipengele cha 5 kinachosema kuenenda katika mwenendo mpya. Sema kuenenda katika mwenendo mpya. Kuenenda katika mwenendo mpya ni kutembea nuruni, ni kwenda kwenye nuru. Kama ulikuwa una tabia ya kwenda pasipo nuru, unatembea katika nuru, lakini unatembea kwenye jambo njia mpya. Nenda pale kwenye waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 1 mstari wa 7. Anasema, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha na dhambi yote. Sema yatusafisha na dhambi yote. Na ukiangalia pale kwenye mstari wa 6 anasema, tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani tunasema uongo, wala
hatuifanyi iliyo kweli, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha na dhambi yote. Hebu sema kutembea nuruni. Hebu sema kutembea nuruni. Maana yake mwenendo mpya ulikuwa uhagi, ulikuwa una tabia ya kutembea nuruni, lakini baada tu ya kuokoka unaanza tabia mpya. Na ukitembea nuruni, damu ya Yesu inakusafisha na dhambi yote. Kila mahali utakapokuwa unasafishwa na damu ya Yesu. Dhambi yoyote haiwezi kutua kwako. Kwa nini? Una tabia ya kutembea maisha ya wazi, maisha mapya yenye nuru. Huwezi kufanya vitu vya gizani. Huwezi kufanya vitu vya gizani. Huwezi kuchumbia mpaka siku unachumbia unasema sasa naoa. Unatembea nuruni. Huwezi kufanya kitu chochote bila kuwa nuruni. Kama ni nyumbani unaaga, umekuja kwenye semina umeaga, ukitembea nuruni, damu ya Kristo inakusafisha na dhambi yote. Kwa hiyo hizi ni hatua 5 za toba ambazo mtu yoyote aliyetubu anaishi hayo maisha, na hayo maisha anayoyaishi yanamfanya kila siku asikutwe na kitu kinachoandamana naye kwa unajisi. Anajikuta kila siku anaishi maisha ya nuru, na mapepo yanajua na mizimu inajua. Na ndio maana anasema tusiwe kama baba. Hebu sema tusiwe kama baba, watu wasiojitengeneza moyo. Na ukishafanya hivyo, kamba zao, vifungo vyao vinaachana na wewe, kwa sababu hakuna kamba itakayokufuatana na wewe. Unajua kuna watu wamewekwa kamba hapa, wanatembea na kamba. Ndio maana Biblia inasema na tuvipasue vifungo vyao na kutupilia mbali kamba. Kuna watu wanatembea na kamba za watu hapa, za majina, za mizimu, za mababu, kwa sababu anasema huyu anafanana na babu yake kabisa. Hiyo ni kamba. Huyu anafanana na shangazi kabisa, ni kamba. Unafanana naye kwenye uzuri au ni kwenye ubaya? Kama shangazi ni kidudu mtu, unaona ni kidudu mtu hivyo hivyo. Kama alikuwa ni mtu wa kupita pita kwenye nyumba za watu, na wewe hivyo hivyo. Kama alikuwa ni mtu mchawi na wewe unaonyesha kama unatoa madawa hivyo hivyo. Kama alikuwa ni mtu mzinzi, na wewe ni hivyo hivyo, kazinzi kama kashangazi kako. Yaani unafanana, maana amekuweka kamba. Watu wakikuona wanamuona shangazi, hawakuone wewe. Mwangalie mwenzako, mwambie tupilia mbali kamba zake. Mwangalie usoni, mwambie ondoa kamba za kwake alizokufunga nazo, maana ule mzimu wa kwake umekukamata. Zaburi ya 2 mstari wa 3 anasema tuvipasue vifungo vyao na kutupilia mbali nasi kamba zao. Jioni hii kamba zikuachie kwa jina la Yesu.